Upo wimbo unaosema nilipotoka kabisa sasa narudi. Nikakawia dhambini Bwana narudi. Narudi nyumbani daima kwako, kwa upendo nipokee naja nyumbani. Msikilizaji, katika kitabu cha Mathayo sura ile ya 11 mstari wa 28 unasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Siku hii ya leo Mungu anakutaka wewe kurudi nyumbani. Mungu anakutaka wewe uweze kurudi nyumbani. Ninaona kabisa ya kwamba kuna jambo ambalo linakutatiza sana katika maisha yako. Kuna jambo ambalo linakusumbua sana. Ipo dhambi ambayo inakusumbua sana na wewe unashindwa kusonga mbele katika imani. Unajisikia kama huna uwezo wa kusogea na kufanya ibada na Mungu akakusikia. Unajisikia kama mtu ambaye aliyekataliwa hivi, ya kwamba jana nilikuwa nikifanya jambo hili, sitaweza kusogea karibu na Mungu kufanya ibada leo. Mimi nimekwisha kuzini, sitaweza kufanya ibada mbele za Mungu. Mimi nilidhulumu, mimi nimetapeli, jana nilikuwa nimeenda kwa wachawi, mimi bado nina hirizi, mimi bado nina jambo hili. Kwa hivyo nafsi yako ya ndani inakwambia kwamba huwezi ukafanya ibada kwa Mungu na akakusikia. Unaisikia kabisa dhamira ya ndani ikiwa inakataa. Yaani kwa namna nyingine imani yako inashuka kutokana na matendo yako uliyoyatenda. Unajisikia kabisa haifai. Upo wimbo mwingine unasema, nitwae hivi nilivyo. Nitwae hivi nilivyo kwa sababu ulimwaga damu yako. Sasa nitwae hivi nilivyo. Nichukue hivi na madhaifu yangu. Nichukue hivi mimi nikiwa mzinzi. Nichukue hivi mimi nikiwa mwenye dhambi nzito sana. Mimi ambaye bado nimeiba zaka, nimeshindwa kutoa sadaka, nimeshindwa kusaidia. Nitwae hivi nilivyo. Nitwae hivi kwa sababu ulisema kwamba njoni kwangu ninyi nyote wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Mwambie Yesu, nasogea kwako sasa unipumzishe. It is true, ni kweli kabisa kwamba nina matatizo mengi sana. Ninayo matatizo, moyo wangu wote unateseka kwa sababu ya dhambi. Najisikia kama sistahili kuja mbele zako. Lakini ahadi yako inasema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mzigo, nami nitawapumzisha. Nasogea mbele zako sasa, nakuja kwako sasa uweze kunipumzisha. Nilipotoka kabisa, nikaenda mbali na wewe, nikakaa katika shughuli zangu, nikaanza kuabudu vitu vingine, nikaamini katika masuala yasiyo ya kiimani, katika kukuamini wewe, nikaamini katika fedha, nikaamini katika mauganga, nikaamini katika mauchawi, nikaamini katika kadha wa kadha. Na wakati mwingine sikuamini, ni kupuuza mambo ya kiroho, lakini nikatoka nikaenda mbali. Sasa ninarudi. Nikakawia sana dhambini, nikachelea sana kuendelea kuwa huko, nikaendelea kufanya haya na yale yasiyokupendeza. Bwana, ninarudi. Nilipotoka kabisa, sasa narudi. Nikakawia dhambini, Bwana narudi. Narudi nyumbani daima kwako, kwa upendo sasa nipokee naja nyumbani. Njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Msikilizaji, nimekusogezea somo hili muda huu ili kusudi uweze kufahamu ya kwamba hicho kitu kinachokufanya wewe ujisikie vibaya ni ibilisi. Anakufanya wewe usijisikie kwamba hustahili, yani uone kwamba hustahili kusogea karibu na Mungu. Huwezi ukaomba ukajibiwa kwa sababu una dhambi fulani. Ni shetani anakufanyia hivyo ili ujisikie kukataliwa na Mungu, ili hatimaye ukishajisikia kutokukataliwa, basi hakuna maombi yatakayojibiwa kwa sababu utakuwa huna imani na utaendelea kuteseka.
Lakini sasa nimekusogezea Mathayo 11:28 akisema, njoni kwangu ninyi nyote msumbukao na wenye kulemewa na mizigo. Hivyo hivyo ulivyo, sogea karibu na Mungu na yeye atakusikiliza na kuyajibu maombi yako. Mungu akusaidie sana, na karibu sana katika somo hili la Kutoka ya leo. Tuko katika Kutoka 22. Ni sura ambayo ina mistari 31. Kwa usikivu mwema kabisa, nikukaribishe tuweze kwenda pamoja, lakini kabla ya yote tuombe. Asante Mungu kwa wakati huu, na sasa tunaomba utupe ruhusa ya kusoma somo hili lililotangulia la kuwatia watu wako nguvu. Naomba uwabariki na kuwapa neema. Karibu sasa katika somo hili, tuende pamoja kupitia jina la Yesu Kristo Mnazareti aliye hai. Amina. Kutoka 22 anaanza kwa kusema, mtu akiiba ng'ombe au kondoo na kumchinja au kumuuza, atalipa ng'ombe 5 badala ya ng'ombe mmoja na kondoo 4 badala ya kondoo mmoja. Mwivi akipatikana akiwa yu hali ya kuvunja mahali, naye akapigwa hata akafa, hapata kuwa na malipizo ya damu kwa ajili yake. Lakini kama jua limekucha juu yake, ndipo patakuwa na malipizo ya damu kwa ajili yake. Ingempasa kutoa malipo kamili akiwa hana kitu, na auzwe kwa ajili ya wivi wake. Kama hicho kitu kilichoibwa chapatikana hai mkononi mwake, kama ni ng'ombe au punda au kondoo, atalipa thamani yake mara 2. Mtu akilisha katika shamba au shamba la mizabibu, akimwacha mnyama wake akala katika shamba la mtu mwingine, atalipa katika vitu vilivyoliwa, atalipa katika vitu vilivyo vizuri vya shamba lake mwenyewe au vya mizabibu yake. Ukiwaka moto na kushika penye miiba na ngano zilizofungwa miganda au ngano ambazo hazijakatwa, au shamba likateketea, yeye aliyeuwasha huo moto lazima atalipa. Mtu akimpa mwenziwe amana ya fedha au vitu vingine amtunzie, na vitu vile vikaibiwa katika nyumba ya mtu huyo, mwivi akipatikana atalipa thamani yake mara 2. Mwivi asipopatikana, ndipo mwenye nyumba atakaribia mbele ya Mungu, ionekane kwamba si yeye aliyetia mkono na kutwaa vyombo vya mwenziwe. Kila jambo la kukosana, kama ni la ng'ombe au la punda au la kondoo au la mavazi au la kitu chochote kilichopotea ambacho mtu mmoja asema ni chake, hilo jambo la watu wote wawili litaletwa mbele ya Mungu, na yeye atakayehukumiwa na Mungu kuwa ni mkosa atamlipa mwenziwe thamani yake mara 2. Mtu akimpa mwenziwe punda au ng'ombe au kondoo au mnyama yeyote ili amtunzie, yule mnyama akafa au akaumia au akachukuliwa mtu asione, patakuwa na kiapo kwa Bwana katikati ya watu hawa wawili, kwamba alipeleka mkono wake kutoa mali ya mwenziwe, na mwenyewe atakubali hayo wala hatalipa. Lakini kwamba aliibiwa mnyama huyo, sharti amlipe yule mwenyewe. Kwamba aliraruliwa na mnyama mkali, na amlete uwe ushahidi, hatalipa kwa ajili ya mnyama aliyeraruliwa. Mtu akiazima mnyama kwa mwenziwe, naye akaumia huyo mnyama au akafa mwenyewe asipokuwapo, lazima atalipa. Kama huyo mwenyewe alikuwapo pamoja na mnyama wake, hatalipa. Kama ni mnyama aliyeajiriwa, alikwenda kwa ajili ya ujira wake. Mtu akimshawishi mwanamwali aliyeposwa na mume na kulala naye, lazima atatoa mahari kwa ajili yake ili awe mkewe. Ikiwa baba yake huyo mwanamwali akataa kabisa kumpa, atalipa fedha kama hesabu ya mahari ya mwanamwali ilivyo. Usimwache mwanamke mchawi kuishi.
Mtu awaye yote alalaye na mnyama sharti atauawa. Mtu atakayemchinjia sadaka Mungu yeyote isipokuwa ni yeye Bwana peke yake, na aangamizwe kabisa. Usimwonee mgeni wala kumtendea jeuri, kwa kuwa ninyi mlikuwa wageni katika nchi ya Misri. Usimtese mjane yeyote aliyefiwa na mumewe, wala mtoto yatima. Ukiwatesa watu hao katika neno lolote, nao wakanililia mimi, hakika yangu nitasikia kilio chao, na hasira yangu itawaka moto, nami nitawaua ninyi kwa upanga, na wake wenu watakuwa wajane na watoto wenu mayatima. Ukimkopesha mtu aliye maskini katika watu wangu walio pamoja nawe, usiwe kwake mfano wa mwenye kumdai, wala hutamwandikia faida. Ikiwa wewe kwa njia yoyote wapokea nguo ya jirani yako rehani, lazima utamrudishia mbele ya jua kuchwa. Maana hiyo nguo ni kifuniko chake, hiyo peke yake ni nguo ya ngozi yake. Je, atalalia nini? Itakuwa hapo atakaponililia mimi, nitasikia, kwa kuwa mimi ni mwenye rehema. Usimtukane Mungu, wala usimlaani mkuu wa watu wako. Usikawie kuleta malimbuko ya matunda yako na ya vinywaji vyako. Mzaliwa wa kwanza katika wanao waume utanipa mimi, nawe utafanya vivyo katika ng'ombe zako na kondoo zako. Utamwacha siku 7 pamoja na mama yake, siku ya 8 utanipa mimi. Nanyi mtakuwa watu watakatifu kwangu mimi. Kwa hiyo msiile nyama yoyote iliyoraruliwa huko kondeni, na mnyama wa mwitu mtawatupia mbwa nyama hiyo. Msikilizaji, hapo ni mwisho kabisa wa sura hii ya 22, ambayo kama nilivyokuambia ilikuwa na mistari 31. Msikilizaji, ikiwa wewe ni mtu ambaye tulianza wote toka mwanzo mmoja na leo tumefika hapa, kwa kweli mshukuru Mwenyezi Mungu sana kwamba umeweza kufuatilia sura hadi sura kuanzia kitabu cha Mwanzo na sasa uko katika kitabu cha Kutoka. Na kama wewe ni mtu ambaye tulikuwa wote, hebu toa comment hapo chini kwamba bana, tulikuwa pamoja. Nafikiri nitakukumbuka katika maombi. Mungu azidi kukutia nguvu, tuweze kwenda pamoja mpaka pale tutakapomaliza. Basi Mungu atubariki sana sote, atutie nguvu, tuweze kukamilisha misheni hii ya kulisoma neno la Mungu hatua kwa hatua. Sio tu kuambiwa kwamba kuna sehemu imeandikwa hivi, hapana. Tusomeni, tuyajue maandiko matakatifu. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae pamoja na sisi sote sasa na hata milele. Amina.